Mwanamke huyu alishtuka sana baada ya kutumia ufunguo aliouacha mama mkwe wake kufungua sanduku la benki na kugundua kuwa mama mkwe ambaye siku zote alionekana kuwapendelea watu wengine alikuwa amemwachia utajiri mkubwa sana. Siku moja kabla ya tukio hilo, mwanamke huyo alikuwa amegundua kwa bahati mbaya kuwa ndani ya mwiko wa zamani aliokuwa amepewa na mama mkwe wake kulikuwa na ufunguo uliofichwa. Mara moja akakumbuka maneno ambayo mama mkwe wake aliwahi kumwambia kabla hajafariki. Alimwambia achukue mwiko huo na amtafute rafiki yake mmoja wa zamani. Wakati huo mwanamke alidhani mama mkwe wake alikuwa anaongea mambo yasiyoeleweka kutokana na uzee, lakini baada ya kupata ule ufunguo ndani ya mwiko, alitambua kuwa maneno yale yalikuwa na maana kubwa. Siku iliyofuata akaenda kwenye anwani aliyopewa na mama mkwe wake na kumtafuta rafiki huyo. Mwanamke huyo alipomuona akiwa ameshika ule mwiko, alimtambua mara moja kuwa ndiye mkwe wa rafiki yake wa zamani. Haraka alimkaribisha ndani ya nyumba. Baada ya kuingia, akafunga mlango na kutoa sanduku la chuma. Kisha akamuuliza kama siku zote alikuwa anaamini kuwa mama mkwe wake alikuwa anampendelea watu wengine. Kwa miaka 7 yote, mwanamke huyo alimlea mama mkwe wake kama mama yake mzazi, lakini mama mkwe wake alikuwa akimfanyia ukatili wa kimya. Hakuwahi kumshukuru hata siku moja. Badala yake, aliwapa watoto wake wengine na wakwe zake vitu vizuri, huku yeye akionekana kama mtu wa nje. Lakini rafiki huyo alimwambia ukweli ambao hakuwahi kuujua. Mama mkwe wake hakuwa anampendelea mtu mwingine, alikuwa anaogopa kuonyesha wazi kuwa anamjali. Mwanamke alibaki amechanganyikiwa na hakuelewa sababu ya hofu hiyo. Badala ya kujibu moja kwa moja, rafiki huyo akatoa daftari kutoka kwenye sanduku la chuma na kumkabidhi. Alimwambia kuwa hiyo ilikuwa barua ambayo mama mkwe wake aliandika kabla ya fariki. Ndani ya barua hiyo kulikuwa na maneno mengi ya kuomba msamaha. Mama mkwe wake aliandika kuwa alikuwa anajua maumivu yote ambayo mkwe wake alipitia kwa miaka yote. Aliandika kuwa siku ambayo mwanawe alifariki, hakulia mbele za watu kwa sababu hakutaka watu wajue jinsi alivyoumia. Kwa kweli mwana huyo aliyefariki ndiye aliyekuwa mtoto wake anayempenda zaidi kwa sababu alikuwa mwenye upendo na heshima. Baada ya kifo chake, mama mkwe wake alihamia kuishi kwa mkwe wake, lakini alijifanya mkali na mwenye maneno ya baridi ili watu waamini kuwa hamjali. Hata supu ya kuku ambayo mwanamke huyo alikuwa anajipikia kujirudishia nguvu, aliichukua na kuwapa wakwe wengine. Alifanya hivyo makusudi ili watu waamini kuwa hampendi. Wakati mama mkwe wake alipougua sana na kulazwa hospitalini, mwanamke huyo alimlea mchana na usiku bila kuchoka, lakini hakuwahi kusikia hata neno moja la shukrani. Kwa upande mwingine, watoto wake wengine walikuwa wanakuja mara chache sana, lakini walikuwa wanapewa pesa nyingi. Mama mkwe wake alifanya hivyo ili watoto wake wengine waamini kuwa bado anawapendelea na kwamba mali zake zote zingebaki kwao. Kwa kweli alikuwa anaogopa. Aliwaona watoto wake wengine kuwa watu wenye tamaa na ubinafsi. Aliamini kuwa kama wangegundua kuwa anampenda sana mkwe wake, wangemtesa na kumwekea presha kubwa. Na kwa sababu mkwe huyo alikuwa mpole sana, mama mkwe aliamua kuficha hisia zake zote. Baada ya kusoma barua hiyo, mwanamke alianza kulia bila kujizuia. Kwa mara ya kwanza, alielewa sababu ya mama mkwe wake kuwa mkali kwake kwa miaka yote. Wakati huo, rafiki wa mama mkwe akaendelea kueleza siri kubwa zaidi. Miaka mingi iliyopita, mama mkwe pamoja na rafiki zake walianzisha shirika la kusaidia wazee. Kadri ya miaka ilivyopita, shirika hilo lilikua sana na kupata mafanikio makubwa sana. Lilikuwa na hisa zenye thamani ya milioni za yuan na kila mwaka lilikuwa linatoa mapato makubwa sana. Mama mkwe aliwaficha watoto wake habari hiyo kwa sababu aliogopa wangetumia shirika hilo kwa tamaa zao binafsi na kuharibu lengo lake la kuwasaidia wazee. Kwa miaka yote aliyokaa na mkwe wake, aligundua kuwa mwanamke huyo alikuwa mtu mwema na mwenye moyo safi ambaye hangewahi kuwadhuru wazee wala kutumia mali vibaya. Ndio maana zaidi ya mwaka mmoja kabla hajafariki, aliandika wasii wa siri akimwachia mkwe wake hisa zote za shirika la hilo. Nakati zote muhimu zilikuwa zimefungwa ndani ya sanduku la benki, na ufunguo walioupata ndani ya mwiko ndio ufunguo wa kufungua sanduku hilo. Kama umeipenda hii movie kwa mwendelezo sehemu ya 3, comment next.